Watu wawili wameuawa kwa kupigwa risasi na wanajeshi wa Israel kusini mwa Lebanon. Hii ni kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Lebanon, na huku tukio hilo ni la kwanza kuripotiwa tangu makubaliano mapya ya kusitisha mapigano kati ya Israel na kundi la Hezbollah lianze kutekeleza mwishoni mwa wiki iliyopita. Shirika la habari la taifa la Lebanon NNA limesema wanaume hao wawili waliuawa walipokuwa karibu na tingatinga lililokuwa likifungua barabara katika mji wa Netabati Al-Faqa. Wakati huo timu za uokoaji zilikuwa zikiendelea na kazi ya kuondoa vifusi na kutafuta miili iliyokwama chini ya mabaki ya majengo yaliyoharibiwa. Jeshi la Israel lilisema wanajeshi wake walifyatua risasi dhidi ya watu wanne waliotajwa kuwa ni wapiganaji wa Hezbollah waliokuwa wakitumia tingatinga na pikipiki katika eneo la milima la Al-Tehra mashariki mwa Nebati Al-Faqa. Jeshi hilo lilidai kuwa watu hao walikuwa wakiingia katika eneo la usalama lililotangazwa na Israel na kupuuza risasi za onyo zilizotolewa na wanajeshi. Kwa upande mwingine, Hezbollah ililaani tukio hilo na kulitaja kuwa ukiukwaji wa wazi wa makubaliano ya kusitisha mapigano, huku kundi hilo likisema limeendelea kuheshimu makubaliano hayo tangu yalipoanza kutekelezwa, lakini alikusema kama litachukua hatua za kulipiza kisasi. Shirika la NNA liliwatambua waliouawa kuwa ni Mohammed Amhaz na Sajed Al-Haj Ali. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, walikuwa sehemu ya timu ya chama cha afya cha Kiislamu, huduma ya dharura iliyohusishwa na Hezbollah, ambapo ilikuwa ikisaidia kufungua barabara na kuokoa miili iliyokuwa chini ya kifusi. Eneo la milima la Al-Tehra lilikuwa ni moja ya maeneo yenye mapigano makali zaidi kati ya Israel na Hezbollah. Kabla ya makubaliano ya kusitisha mapigano kutangazwa, vikosi vya Israel vilikuwa vikijaribu kulidhibiti eneo hilo kwa madai kuwa kuna ngome ya kijeshi ya chini ya ardhi inayotumiwa na Hezbollah. Mapigano hayo yaliongezeka wiki iliyopita baada ya Israel kufanya mashambulizi zaidi ya 150 ya anga dhidi ya malengo ya Hezbollah, huku Wizara ya Afya ya Lebanon ikisema watu 83 waliuawa. Na hata baada ya tangazo la usitishaji wa mapigano, mashambulizi mengine ya anga yaliyoripotiwa Jumamosi yaliua watu 20 nchini humo. Wakati huu viongozi wa Hezbollah na Israel wameanza mazungumzo mjini Washington kwa lengo la kufikia makubaliano ya kudumu ya amani na usalama. Hata hivyo, Irani imeonya kuwa ukiukwaji na usitishaji wa mapigano nchini Lebanon unaweza kuhatarisha juhudi pana za kidiplomasia za kumaliza mzozo katika eneo hilo, huku maelfu ya watu wakiendelea kuathiriwa na vita vinavyosababisha vifo vya zaidi ya watu 4,100 na kuwafanya zaidi ya watu milioni 1.2 kuyahama makazi yao. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata taarifa mbalimbali.